Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wageni wa Al Masry kutoka huko nchini Misri. Bwana, nikupitisha kwenye kikosi ambacho kinashuka kugabiana na Al Masry kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, golini atakuwepo Musa Pimpin Kamara. Mara baada ya kutoka kwenye majeruhi, sasa anarejea na anakwenda kukabiliana na Al Masry kwenye hatua ya robo finali. Nambari 2 ni Mohamed Hussein Shabalala, nambari 3 ni Shomari Kapombe, nambari 4 anacheza Karabu Chamu, nambari 5 ni Abdurazaki Hamza. Bwana, nambari 6 ni Yusuf Kagoma, nambari 7 ni Elim Panzu, nambari 8 ni Fabrice Ngoma, nambari 9 ni Lionel Ateba, nambari 10 ni Jean Charles Yahwa, na nambari 11 ni Kibu Dennis. Hicho ndicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kinashuka muda mchache ujao kupepetana na Al Masry kombe la shirikisho barani Afrika kwenye dimba la Suez huko nchini Misri. Moja kati ya mchezo ambao ni wa muhimu sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia ni muhimu pia kwa Al Masry kwa sababu zote zinatamani kufuzu hatua ya nusu finali. Atakayeshinda maana yake anaweka mguu mmoja hatua ya nusu finali. Kwa upande wa wachezaji wa akiba bwana, kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba kuna Ali Salim, lakini pia Duchu yuko bench, Valentino Nouma yuko benchi, Agustino Kojefa yuko benchi, Radak Chasambi yuko benchi, Deborah Fernandez yuko benchi, Awesu yuko benchi, Joshua Mtare yuko benchi pamoja na Steven Mkwara wao wako benchi. Kwa hiyo hicho ndicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Al Masry. Bana, nikupitishe kwenye baadhi ya rekodi ya timu hizi kabla ya kuvaana. Bwana, Al Masry wakiwa nyumbani kwenye mechi 5 za mwisho bwana, wameshinda mechi 4 na wametoa sare mchezo mmoja. Unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo wana uwiano mzuri ama wanakuwa wazuri kwenye michezo ambayo imekuwa ikipigwa kwenye dimba lao la nyumbani. Walishinda dhidi ya RS Berkane magoli 2-1, wakashinda dhidi ya Al Hilal magoli 3-2, wakashinda dhidi ya Enyimba magoli 2-0, wakatoa sare ya bila dhidi ya Zamalek, wakaifunga magoli 3-1 Black Bulls. Kwa hiyo ndio michezo 5 ya mwisho ya CAF wakiwa kwenye dimba lao la nyumbani. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba pengine huenda wakaenda katibua rekodi ya pengine kutokupoteza kwa kwenye dimba lao la nyumbani katika michezo hii 5. Pengine tusubiri na kuona, lakini iko hivyo kwenye michezo 5 ya mwisho ya kombe la CAF bana, wamecheza michezo 5 na wameibuka na ushindi michezo 4 wakitoa sare mchezo mmoja. Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye mechi 5 wakiwa ugenini kwenye kombe la CAF bwana, unaweza kuona wameshinda mchezo mmoja, wametoa sare michezo 2, wamefungwa michezo 2. Walifungwa dhidi ya Al Ahly magoli 2-0, wakatoa sare ya bila dhidi ya Al Ahly Tripoli, wakafungwa na CS Constantine magoli 2-1, lakini pia wakaifunga CS Sfaxien goli 1-0 na wakatoa sare ya 1-1 dhidi ya Bravos de Maquinhos kutoka huko Angola. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wekundu wa Msimbazi Simba kwenye michezo 5 ya ugenini kwenye kombe la CAF hawana rekodi nzuri, lakini pengine huenda wakaenda sasa kuweka rekodi nyingine mpya kwenye mchezo huu wakiwa ugenini dhidi ya Al Masry. Kwa hiyo iko hivyo, na hicho ndicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea kwenye mchezo huo wa robo finali. Muda mchache ujao tunakwenda kushuhudia wekundu wa Msimbazi Simba wakipepetana na kikosi hicho cha Al Masry kutoka huko nchini Misri. Tumeona baadhi ya michezo ambayo imeshakwisha kupigwa. Mchezo wa awali kabisa, mchezo wa saa 10 kamili, tumeona Zamalek wakitoshana nguvu ya bila kufungana dhidi ya Stellenbosch kutoka kule Afrika Kusini. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba unakwenda kutupa karata yao ya kwanza kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Dua na sala kwa Watanzania pengine
yani kwa wekundu wa Msimbazi Simba ambao ndio wawakilishi pekee kwenye michuano hii ya kimataifa wakiwa wanaliwakilisha taifa la Tanzania. Kwa hiyo tuendelee kuiombea wekundu wa Msimbazi Simba, dua na sala tuzielekeze huko waweze kutuwakilishwa vyema kwenye michuano hii ya kimataifa. Kwa hiyo iko hivyo, na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ndicho hicho ambacho kinakwenda kupepetana muda mchache ujao kwenye mchezo huo wa robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Komenti yako ni ya msingi sana kuhusiana na kikosi hiki. Unadhani pengine mara baada ya kipindi cha kwanza kocha Fadlu afanye mabadiliko gani? Ni mchezaji gani pengine angetakiwa kuanza lakini hakuanza? Lakini unadhani kipindi cha pili kocha afanye nini kutokana na aina ya matokeo ambayo atakuwa wameyapata? Bwana, nawe pia una uwanda mpana wa kuweza kuniwekea komenti yako kuhusiana na kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi Simba ambacho kinakwenda kupepetana na Al Masry kwenye mchezo ujao ama muda mchache ujao ambapo Simba wanakwenda Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.